Sitaki kuamini kama Zambia wametengeneza daraja kubwa sana kati ya sisi na wao. Ndio. Kuna sehemu sisi tumepunguza gap kwa asilimia kubwa sana. Lakini changamoto nafikiri hata mimi naamini ipo kwenye coaching. Lakini pia naweza nikaongezea pointi ya pili, hata kwenye utekelezaji pia wa majukumu kwa wachezaji kuna shida mahala. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu wachezaji wanatakiwa kufanya, sio issue ya coaching tena, ni issue ya kutambua tu nyakati ndani ya mchezo. Natakiwa kufanya nini katika wakati gani na kwa nini. Ni vitu ambavyo mchezaji unatakiwa kuwajibika tu ipasavyo. Na ni vitu ambavyo mchezaji unapata hiyo misingi ukiwa tangu na umri mdogo zaidi. Mfano ukiangalia goli ambalo tulifungwa jana. Changamoto zinaweza zika sehemu mbili. Moja ni as a team, mwalimu ameambia ni kitu gani wafanye bila mpira, lakini jambo la pili ni wachezaji binafsi. Mnawajibikaje kwenye ile tukio wakati wa kuzuia, kwa sababu tumefungwa goli, aliyetufunga goli amefanya move katikati ya walinzi wawili. Beki wa kati na mlinzi wa upande wa kushoto ambaye alikuwa ni Israel Mwenda. Kama mnaruhusu mtu kukata katikati yenu, hiyo tayari ni mistake. Maana yake tayari mnakuwa mmekiuka msingi wa kuzuia, ambapo tunasema kwenye kuzuia jambo la kwanza ni pressure. Jambo la pili unatakiwa kuhakikisha mna balance, mna uwiano sahihi wa idadi. Lakini jambo la tatu ni kushikamana, kwa maana kwamba hatuachi aina ya nafasi yoyote baina mstari na mstari, hatuachi gap la aina yoyote baina mchezaji na mchezaji. Kwa hiyo kwenye issue ya coaching Juma, mimi kuna vitu ambavyo naweza labda nikavisema na nikasema kwa nini kwenye coaching kuna shida. Moja, tunauangalia mchezo kwenye phase tatu. Ya kwanza ni timu yetu inapokuwa na mpira nini ambacho inakifanya kwa kujirudia rudia. Timu iliyofundishika mara nyingi wanafanya vitu kwa kujirudia rudia. Lakini jambo la pili, bila mpira ni nini timu yetu ilikuwa inafanya? Na hata kwenye mabadiliko kutoka kushambulia kwenda kuzuia, kutoka kuzuia kuja kushambulia, ni kitu gani ambacho walikuwa wanafanya? Moja ambacho nimekiona chini ya Ahmed Morocco, timu ikiwa haina mpira mara nyingi muundo wao ni 4-4-2, mistari mitatu, watu wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili. Lakini yes, muundo unaonekana na kila mtu anaona. Tuanze kuhoji sasa namna gani wachezaji wanawajibika ndani ya ule muundo. Aina gani ya pressing ambayo sisi tunataka kuifanya? Je, pressing ambayo tunaifanya inabadilika kulingana na mpinzani tunayekutana naye, au tuna approach ambayo huwa haibadiliki, ni ile ile tunaamini na inatupa faida? Ukiangalia namna ambavyo tuna press, timu ambayo inafanya research nzuri tu, ni lazima ujue kwenye hii timu tunaenda kucheza nao ni upande gani una hatari zaidi. Ni wachezaji gani wana hatari zaidi. Kama ni upande wa kushoto kama ni upande wa kulia ambao ulikuwa unatuletea shida zaidi, ama upande wa kushoto ambao pia kipindi cha kwanza ulikuwa unaleta shida zaidi, mwalimu lazima ujue kwamba na dhibiti vipi ya maeneo ya watu wasipate huduma. Ili kuwadhibiti mawinga wa timu pinzani wasipate huduma, ni lazima uwe makini kuanzia kwenye mstari wa washambuliaji wako wakati wanafanya pressing, kitu ambacho sisi kilikuwa kinatupa shida. Lakini jambo lingine, ni lazima tujue tunapokuwa tuna mpira, yes, muundo wetu mara nyingi wanabaki ma center back wawili, kiungo mmoja, and then watu wengine wanakuwa juu. Anawapa license full back wote kusogea juu. Tangu tumeanza kuruhusu full back kusogea juu, ni lini wameitulipa kwa asilimia kubwa zaidi? Hakuna. Ni mara chache. So hata sikuona chochote wakienda huko, unanielewa? Hiyo ndio yetu pekee ya kushambulia. So kama una full back ambao wanafanya overlap, wanasogea tu juu, lakini wanakosa makali kwenye eneo la mwisho, kwa nini usitafute namna nyingine ya kuwatumia au full back? Kwa nini usitafute namna nyingine ya kutengeneza mashambulizi? Mfano njia yetu kubwa kutengeneza mashambulizi Juma, ni kutengeneza faida idadi maeneo ya pembeni. Fullback kiungo winger, fullback kiungo winger, dhidi ya watu. Kwa mfano Zambia walikuwa wanazuia na 4-4-2. Kwa hiyo maeneo ya pembeni Tanzania walikuwa na wachezaji watatu dhidi ya wachezaji wawili wa Zambia. Kama tayari una spare man, kwa maana una mchezaji mmoja zaidi, wewe unashindwa kutengeneza nafasi kwenye hilo eneo. Aya, okay, tumetarget maeneo ya pembeni. Jana tumetengeneza nafasi ngapi kutokea pembeni ambazo mpaka sasa hivi tukikaa hapa tukasema kuna nafasi hii na hii na hii na hii, tulishindwa kuzitumia. Okay, unamtumia Faisal kama namba 10. Jana alikuwa anacheza zaidi na Gego kama viungo wa chini. Fei ni kiungo wa juu, mshambuliaji. Kucheza kiungo peke yake tu kama namba 10 binafsi ni jukumu kubwa sana, jukumu zito sana, kwa sababu anatakiwa kukava eneo lote lile. Umewaruhusu fullback wasogee juu. Kwa nini hao wingers wasije kushambulia maeneo ya ndani katikati ya kiwanja? Na je, wanashambulia maeneo kwa kutumia njia ipi? Je, ni muda gani wana connect na kufanya movement kushambulia nafasi zinazopatikana nyuma safu ya ulinzi ya timu pinzani? So kuna vitu unaviangalia Sara, sio repeated, havijirudii.
kwa nagundua hii timu ina shida, inaanzia kwenye coaching, kwa sababu timu ambayo inafanya vitu kwa kujirudia maana yake wamefanya mara nyingi zaidi kwenye uwanja wa mazoezi. Yaani hapo shida ni Bed Morocco. Of course kuna shida kwenye hilo eneo. Si unomtaje kwamba shida ni benchi la ufundi. Okay, ndio. Yaani shida ni benchi ambalo linaongozwa na Morocco. Of course. Okay. Shida ni benchi la ufundi kwa sababu Hansi amezungumzia timu inakosa makali kwenye eneo la ushambuliaji. Kuna namna nyingi za kuifanya timu kutengeneza nafasi za kufunga. Mfano naweza nikazungumzia issue ya falsafa. Mwalimu unapokuwa na falsafa ni msingi wa sasa kwenye falsafa tutakuja hapo. Ukiingiza falsafa hapo kuna jambo jipya unaenda kuingiza. Sawa, ngoja nimalizie. Bado malizia hapo alafu tubaki hapo kwa wachambuzi wengine, tutarudi kwenye falsafa. Kipindi cha pili Sara, timu zilikuwa zinapishana sana. Na sisi tulikuwa tuna partial dominance. Hatakuwa na utawala wa mchezo moja kwa moja, yani ule uliokamilika, kwa sababu mchezo unaweza ukautawala kimbinu, ukautawala kiufundi, ukautawala kwenye eneo la utimamu wa kimwili na ukautawala mchezo kisaikolojia. Wale jamaa sisi walituzidi kwenye utimamu wa kimwili kwa sababu wachezaji wao wengi walikuwa na kasi. Inawezekana tuliruhusu goli moja, lakini kuna hatari nyingi zilitokea upande wetu kipindi cha pili. Hatari ambayo naikumbuka sisi tulitengeneza kwao ni ile ya Morris Abraham, kama unaikumbuka, ambapo aliattempt ule mpira, golikipa akaucheza, tukapata kona. Tulishambulia ule mpira wa kona, sisi tukaanza kushambulia, tukaenda kufungwa goli. Na nachokitaka kuzungumzia hapa, kama mwalimu ni lazima uambie wachezaji wako ni muda gani sahihi wa kutake risk, kuchukua hatari kubwa. Ukiwa uwanjani sio kila muda unatakiwa kuchukua hatari kubwa. Ni sawa na mchezaji unapoona kuna maeneo ya wazi, inawezekana lile ni eneo la wazi unatakiwa lishambulie, lakini kama mchezaji lazima ujue ni muda gani unatakiwa kushambulia maeneo yaliyokuwa wazi. Kwa hiyo nafikiri tulifungwa kipindi cha pili kwa sababu hatari ilianza kuonekana sisi tukiwa na mpira. Kwanza muundo wetu haukuwa sawa sawa, kwa sababu tunapokuwa na mpira, tulipoona Zambia ni kama wanakubali tuwashambulie, mentality za wachezaji zikaamini kwamba okay, hapa tunapata. Wakati tunafikiria tunapata, lazima tujiulize, je, hawa wakipata mpira ni namna gani tutawakabili kwenye eneo letu? Kwa hiyo pia ilikuwa ni shida.